Hatuingizi majeshi yetu sisi ndani ya Uganda kwenda kumtoa Amini. Si kazi yetu sisi. Bana, ingekuwa hivyo, hivi tulikuwa tunangoja nini? Miaka yote 8 na uwezo tunao. Leo hii unaweza kuamka ukiwa huru kwenda kazini au kufanya biashara zako bila kujiuliza kama kuna vita vinakaribia mlangoni mwako. Unaweza kupeperusha bendera ya Tanzania kwa fahari na kuimba wimbo wa taifa kwa utulivu. Lakini uhuru huo haukuja bure. Kuna watu waliouacha utoto wao, familia zao, ndoto zao na hata maisha yao ili kuhakikisha taifa hili linasimama salama. Ndio maana kila mwaka tarehe 25 Julai Tanzania husimama kwa heshima kuwaenzi mashujaa wake. Siku ya kumbukumbu ya mashujaa si siku ya kusherehekea vita, bali ni siku ya kukumbuka gharama ya amani tulionayo leo. Ni siku ya kuwakumbuka wale waliopigana dhidi ya ukoloni, waliolinda mipaka ya nchi, waliokabiliana na maadui wa taifa na wale wote waliotoa mchango mkubwa katika kujenga Tanzania tulionayo leo hii. Historia siku hii haiishi kwenye sherehe za kila mwaka. Mizizi yake inagusa nyakati ambazo Watanzania waliinuka kupinga utawala wa kikoloni. Miongoni mwa mapambano makubwa zaidi ni vita vya Majimaji vya mwaka 1905 hadi 1907 ambavyo vilienea katika maeneo makubwa ya kusini mwa Tanganyika. Ingawa wapigania uhuru hao walikuwa na silaha chache ukilinganisha na jeshi la Wajerumani, walionyesha jambo moja ambalo halikuweza kushindwa kirahisi: imani kwamba ardhi yao ilistahili kulindwa kwa gharama yoyote. Miaka kadhaa baadaye, mapambano ya kisiasa yaliyoongozwa na wazalendo mbalimbali yalifikisha Tanganyika kwenye uhuru wa mwaka 1961. Lakini hata baada ya uhuru, jukumu la kulinda nchi halikuisha. Wanajeshi wa Tanzania waliendelea kusimama mstari wa mbele kulinda mipaka ya taifa, na mwaka 1978 hadi 1979 waliongoza vita dhidi ya utawala wa Idi Amin wa Uganda baada ya uvamizi wa Kagera. Amevamia nchi yetu, amekalia eneo la nchi yetu, amelitangaza eneo hilo kwamba sasa ni eneo la Uganda. Hiyo imevunja sheria na sheria zinajulikana, kila mtu anajua. Wengi walipoteza maisha vitani, wakiacha familia zao nyuma ili Tanzania iendelee kuwa salama. Ndio maana mashujaa wanaokumbukwa leo si watu wa kipindi kimoja tu, ni wapigania uhuru, wanajeshi wa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, askari wa vyombo vya ulinzi na usalama, pamoja na raia wote waliotoa mchango wa kipekee kwa ustawi wa taifa. Wengine majina yao yako kwenye vitabu vya historia, lakini wengi hawakuwahi kujulikana na umma. Hata hivyo, mchango wao unaendelea kuishi kupitia amani ambao Watanzania wanaifurahia leo. Kila mwaka tarehe 25 Julai, viongozi wa kitaifa wakiongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hukusanyika katika mnara wa Mashujaa kuweka mashada ya maua, huku gwaride la kijeshi na dakika za ukimya vikitoa heshima kwa waliotangulia mbele za haki kwa ajili ya taifa. Ni tukio lenye ujumbe mzito kwamba historia haiandikwi na maneno pekee, bali pia na watu waliokuwa tayari kulipa gharama kubwa kwa ajili ya wengine. Lakini swali kubwa ni hili: shujaa ni nani? Je, ni yule anayebeba silaha vitani pekee, au ni kila anayesimama kuitetea nchi yake, haki yake, umoja wake pale vinapokuwa hatarini? Historia ya Tanzania inaonyesha kwa ushujaa haupimi kwa umaarufu, bali kwa mchango ambao mtu ameacha kwa taifa. Ndio maana leo hii Tanzania haisimami tu kwa kumbuka waliokufa, inasimama kukumbuka kwa uhuru, amani na umoja havikuzaliwa kwa bahati, vilijengwa kwa jasho, machozi na damu ya mashujaa ambao walitanguliza taifa mbele ya maisha yao wenyewe. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Imeandaliwa na Mtao 12 na kusimuliwa nami Consolata Chaliga.